Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji wetu popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Isaac Mpayo, karibu. Unaweza kutufuatilia hivi sasa mubashara Facebook au YouTube, anwani ni ITV Tanzania. Halmashauri ya wilaya Nkasi mkoani Rukwa imeanzisha mikakati ya kurejesha shuleni vijana waliokatisha masomo kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo kuwaandikisha katika vyuo vya kati. Kupitia mpango huo, halmashauri imefanikiwa kuwarejesha shuleni vijana 20 pamoja na kuwapatia mahitaji mbalimbali ikiwemo mavazi na vifaa vya kujifunzia. Undani wa taarifa hii tunajiunga na Baraka Rusajo kwa taarifa zaidi. Baraka, nami unanipata, karibu. Asante sana Isaac Mpayo kutoka studio Mikocheni jijini Dar es Salaam, kubwa na kupata vyema kabisa kutoka hapa katika chuo cha maendeleo hapa katika kata ya Chara, halmashauri ya wilaya Nkasi mkoani Rukwa, ambapo leo hii ni kwamba halmashauri ya wilaya Nkasi hapa mkoani Rukwa imetoa msaada kwa wanafunzi ambao walikatisha masomo. Hawa ni wanafunzi ambao walikuwa wamekatishwa masomo lakini kwa sasa wamerejea wako shule. Lengo kubwa ni la kuwafanya hawa vijana waweze kutimiza ndoto zao. Wengi walikatisha masomo kwa bahati mbaya, lakini serikali hii awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia imetoa fursa kwa vijana hawa waweze kurejea kuendelea na masomo yao kisha watimize ndoto zao za kielimu, hususan upande wa sekondari. Okay. Ni wanafunzi wangapi pengine mpaka sasa ambao wamerejeshwa shule? Mpaka sasa tuna wanafunzi 20 kama ambavyo unawaona. Kwa kikubwa ambacho kimefanyika hapa, tumepata uwezeshwaji. Walikuwa wakisoma hawana uniform. Sasa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini akaliona hili, ametoa vifaa vya kulalia, watakwenda kuonyesha hapo walipo. Kwa hiyo hivi sasa wana miezi 3 sasa tangu waanze kusoma hapa katika kituo hiki. Okay. Na mkakati huu utakwenda kwa muda gani? Huu mkakati ni maalum ambao uzidi kipindi cha miaka 2. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye alifanya mtihani wa form 2 mwaka huu natarajia atafanya mtihani wa form 4. Lakini yule ambaye hakufanya mtihani wa form 2 mwaka huu atafanya mtihani wa upimaji wa kidato cha pili, ili mwakani aweze kufanya mtihani wa kidato cha 4. Okay. Mwisho kabisa, nini wito wako sasa kwa jamii pamoja na wananchi ambao wanakutizama hivi sasa? Wito kwa jamii na haya mambo yanawezekana. Kwa kama kuna vijana wako nyumbani ambao walikatisha masomo, nafasi inawezekana. Ni wao kuja hapa na kuweza kupata nafasi ya kuendelea na masomo ya elimu ya sekondari. Asante. Na mtazamaji wa ITV na mtazamaji wa habari za saa, ni afisa elimu ya watu wazima hapa katika halmashauri ya Nkasi, tukizungumza naye kuhusiana na mkakati ambao wameanzisha kama halmashauri kuhakikisha wanafunzi wote ambao wanakatisha masomo shule, na hapa ni wanafunzi takriban 20 ambao mpaka sasa wamerejeshwa shule na leo wanapatiwa misaada. Lakini hapa nitazungumza na mkuu wa chuo hiki cha maendeleo kutuambia hali ya utekelezaji wa miradi hapa katika shule hii, hatua imefikia wapi na wanafunzi wako wangapi mpaka sasa? Kwa chuo chetu cha maendeleo ya Chara ni chuo mojawapo ambacho kimpatiwa fedha na serikali kwa ajili ya ujenzi, ambapo tulianza kuanzia hatua ya awali kabisa, ambapo takriban bilioni 1.4 imetolewa na serikali kwa ajili ya kujenga majengo haya kama yanavyoonekana. Na kwa ujumla wake ni kwamba mafunzo yanaendelea, na kama ilivyotanguliwa hapo awali ni kwamba tuna mafunzo katika fani mbalimbali, ambapo kuna fani za ufundi pamoja na masomo ya sekondari kwa wanafunzi ambao walikatishwa masomo. Sasa hapa nitazungumza na wanafunzi ambao ndio wanufaika wakubwa, kuona wao baada ya kufika hapa wamejisikiaje. Kwanza nimejisikia furaha kufika mahali hapa, na nawashukuru walimu wangu kwa kunipokea kuja kuendeleza masomo ya sekondari. Nawashukuru sana. Na mtazamaji wa ITV na mtazamaji wa habari za saa, ni wanafunzi hapa katika chuo hiki cha maendeleo hapa katika wilaya Nkasi mkoani Rukwa, tukizungumza nao baada ya kupata msaada ya vifaa vya kujifunzia. Pengine kwa matangazo zaidi narejesha studio kuendelea na matangazo yanayofuata. Mimi naitwa Baraka Rusajo. Asante sana. Asante Baraka, tumewapata vizuri. Mwisho wa habari za saa kwa leo kutoka hapa ITV. Meza huru itafuata hivi punde ikiwa na mada mitandao ya kijamii na umoja wa kitaifa. Endelea kuwa nasi.